Assalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Kama mnavyonijua, mkiniona, mnajua hadithi iko tayari. Karibuni. Hadithi yetu ya leo inamhusu injinia mmoja alikuwa maarufu sana. Hapo zamani za kale paliondokea na injinia. Huyo injinia alikuwa ana juhudi kwenye kazi yake. Yaani kazi yake alikuwa anaifanya kwa umakini, anaifanya vizuri mpaka watu walikuwa wanamsifia, kila mtu ikawa ataka kujengewa nyumba na yeye. Sasa ikafika wakati muda umeenda na yeye amezeeka, sasa wale watu wataka wampumzishe, retire. Sasa wale watu wakamwambia, "Engineer bwana, wewe ushakuwa mzee sasa hivi. Lakini kabla hujaretire, kabla tujakupumzisha, tunataka tukupe project yako ya mwisho, ujenge nyumba, na hiyo nyumba tutaka uijenge kwa umakini, uijenge vizuri, yani nyumba yako ya mwisho ufurahi, uijenge kiumaarufu sana." Sasa yule engineer akasema sawa. Lakini kwenye akili yake akasema hawa watu hawana akili. Yaani wataka mimi nijenge nyumba vizuri na wataka wanipumzishe. Ile hali mimi nina nguvu bado naweza kujenga. Ngoja niwaonyeshe sasa. Nitawajengea ile nyumba mbovu yenye sijawahi kujenga. Ikawa sasa yeye anahitisha pesa kubwa, lakini zile materials za kujengea ananunua zile fake, zile za bei ndogo. Yaani hanunui material nzuri na durable, ananunua zile materials zenye za kawaida tu, si venye amezoea. Mwenye akijenga alikuwa yajenga vizuri, akikujengea nyumba utafurahi, material nzuri. Yaani mpaka mwenyewe utafurahia nyumba yako after ishajengwa na yeye. Haya, sasa hiyo nyumba yake ya mwisho, project yake ya mwisho, ikaitisha pesa nyingi, lakini materials hanunui zile nzuri, mbaya, yaani amejenga tu ile mradi. Yaani hawa watu wataka kunifanya mimi naenda nikapumzike, ngoja muonyeshe. Basi akaijenga hivyo akamaliza. Alipomaliza akawaambia, "Mimi nishamaliza." Wale watu wakasema, "Vizuri venye umemaliza, hii nyumba tutaifungua kufanyia sherehe yako hapo, yani ndio iwe sherehe ya kukuaga kabisa plus kuifungua hiyo nyumba, ndio yani tuonyeshe watu project yako." Haya, yule bwana akakubali, yule engineer. Sasa ilipofika hiyo siku, wakafanya sherehe, wakaandaa sherehe nzuri, wakaenda wakaifanya. Wale watu wakamwambia, "Bwana, venye wewe umetufanyia kazi nzuri, wewe ulikuwa our best engineer wetu maarufu, mwenyewe unasifika na kila mtu. Kwa hivyo hii nyumba yenyewe umeijenga, sisi tumekuzawadia wewe." Yule engineer akajuta, akasema, "Kwa nini nilijenga hivi vibaya? Sikujua. Ilikuwa nimefikiri hii nyumba ni ya mtu mwingine, ndio maana mimi nimeijenga hivi venye nataka." Akajuta, akahuzunika, ikawa hana kitu cha kufanya. Ni yeye mwenyewe ameijenga, atafanyaje? Ataambia wenzake haitaki. Na ni nyumba amepewa bure, amezawadiwa. Kwa hivyo watoto wazuri, hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kitu chenye wewe hupendi kufanyiwa, usimfanyie mwenzako. Kama huyu mwenye nyumba, yeye hakuipenda ile nyumba. Yule engineer mwenyewe alizawadiwa ile nyumba, lakini alikuwa hana raha nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa anamjengea mwenzake vibaya. Umeona? Kwa hivyo kitu yenye waona wewe ukifanywa utafurahi, basi hicho umfanyie mwenzako, na inshallah Mwenyezi Mungu atakulipa. Kama huyu alimjengea mwenzake akiwa nania kwamba hiyo nyumba si yake, akamjengea vibaya, umeona imemrudia yeye. Kwa hivyo yeye sasa ndo atapata kuishi kwenye nyumba mbaya, nyumba ambayo kila baada ya dakika atairipe, yani haikai kwa muda mrefu, lazima aitengeze. Kwa hivyo ndugu zangu wazuri, watoto wetu wazuri, tufanye nini? Tusiwatendee wenzetu mabaya, kwa sababu kitu chenye tutawatendea kitaturudia sisi. Haya, na hadithi yangu ikaishia hapo. Maasalam.